Yes, bwana, tunafahamu kwamba jioni ya leo Simba Sports Club wako uwanjani dhidi ya Stade Malien kutoka kule Mali kwa ajili ya mchezo wa kuhitimisha hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika kwa kundi lao, kwa maana ya mechi yao ya mwisho kwa kila mmoja. Simba anakwenda kucheza mechi yake ya sita na Stade Malien anakwenda kucheza mechi yake ya sita pia. Lakini so far katika kundi hili timu mbili ambazo imeshafahamika kabisa kwamba mmoja anakwenda na mmoja anabaki, basi ni katika mchezo huu wa Simba, kwa maana ya Stade Malien tayari amesha qualify kwenda hatua ya robo finali na Simba tayari ameshaanguka, kwa maana hawezi kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo mchezo wa leo ni mchezo ambao matokeo yake, kwa maana ya athari ya matokeo, ni Simba kusalia hapo hapo walipo, yani nafasi ya nafasi ya nne, kumradhi, nafasi ya nne. Ana uwezo wa kukusanya alama 5 kama atapata 3 leo, lakini ataendelea kubakia katika nafasi yake ya 4 hiyo hiyo, akiburuza mkia katika kundi hili. Lakini ni msimu ambao Simba wamepitia kipindi kigumu, ila kuna taa ya kijani ambayo binafsi naiona kwa Simba kutokea hapa. Mechi hii haina mantiki kubwa sana kwa Simba, kwa sababu hata kama watapoteza itakuwa ni mwendelezo tu kwamba Simba wamepoteza mchezo, hawapo katika fomu yao ile ambayo inafahamika, ila nafasi ya kupoteza ni ndogo sana. Why? Kwa sababu Simba ambayo imeanza duru hili la pili sasa hivi, manake tunafahamu kwamba timu ilikuwa na changamoto kwenye katika kuanza ligi, lakini katika dirisha dogo la usajili wakafanya investment, wakawaleta wachezaji wengi wenye daraja la juu ambao sasa wameifanya Simba kuonekana kwa threat. Michezo mitatu waliocheza ya mwisho ile imetupa picha kwamba huenda ingekuwa ndo Simba hii, basi leo tusingeongea maneno haya. Na maanisha ule mchezo wa kwanza dhidi ya Atalaj ambao ulichezwa kule Tunisia, tuliona wamepoteza, lakini performance ilikuwa nzuri. Mchezo uliofuata wakaja kucheza hapa nyumbani dhidi ya Atalaj, hao wakaenda sare pia, performance pia ilikuwa nzuri ya kwenye kuridhisha. Wametoka hapo wamekwenda Angola 11 Novemba, wamekwenda kutoa sare pia licha kupata kadi nyekundu kwenye dakika za mapema kabisa. Kwa hiyo wanakuja katika mchezo wa leo ikiwa ni mchezo ambao nafasi ya Simba kushinda ni kubwa kwa sababu ya kiwango cha sasa hivi cha Simba, lakini Stade Malien tayari amesha qualify. Hata kama anapoteza hana cha kupoteza, kwa maana ya kwenda hatua ya robo finali atakwenda tu. Kwa hiyo ni Simba ambayo sasa hivi inatuonesha kitu tofauti, na hii ndio inakuwa hoja kuu. Yani Simba ambayo tunaiona sasa hivi ni Simba tofauti na ile ambayo tuliiona katika duru la kwanza. Simba sasa hivi imeongeza quality kwenye kikosi. Unakaa shabiki wa Simba unaanza kufikiria Simba yako inacheza lini, ili uone quality za wachezaji ambao wakiwepo uwanjani unaamini hamna kitu kinaharibika. The like of Libase Geye, performance wise amekuwa kwenye kiwango bora kabisa. Shabiki wa Simba anatamani kuiona Simba yake ili aone Libase Geye atawanyanyasa vipi defenders. Lakini ndio wakati ambao pia unataka kumuona Anise Ura ambaye naye anatokea pembeni, pia performance yake ni bora kabisa huyu kiungo wa kushambulia. Ndio Simba ambayo unataka kumuona Clatous Chota Chama, licha kwamba umri umesogea, lakini daraja lake ni bora, bado amekuwa na mchango ndani ya Simba. Kwa hiyo unataka kumuona Chama ana kitu gani leo anakuja nacho. Ndio Simba ambayo unataka kuona wachezaji wengine mbalimbali akiwemo goalkeeper na maeneo mengine, Nixon Kibabage ambaye amekuwa na performance nzuri. Na hawa kuna session ambayo tutakuja kuziangalia. Tutakuja kumwangalia Nixon Kibabage na impact yake ndani ya Simba. Tutakuja kuangalia na Libase Geye na impact yake ndani ya Simba. Lakini kwa sasa tunazungumzia overview ile in general. Simba kwa ukubwa wake ni timu ambayo kwa sasa hivi imebadilika. Na hii ni green light. Sio msimu huu. Binafsi sioni kama msimu huu Simba inaweza kawa threat sana, ikatisha sana, lakini naiona Simba ambao wanaanza kuijenga. Usajili waliofanya ni nzuri, plus dirisha kubwa linalokuja, kama wataendelea ku maintain hawa wachezaji wao, waka add na wachezaji wawili watatu,
naamini dirisha linalokuja hawatosajili pool kubwa la wachezaji, yani haitofika wachezaji 8 wa kigeni au 7 wa kigeni, hawafikii huko. Inawezekana ikawa wachezaji 2, 3 wa kuziba mapengo kwenye baadhi ya maeneo. Sasa msimu unaokuja huenda ikawa ndio Simba threat. Msimu huu concentration ipo katika kombe la CRDB, concentration inabakia katika ligi kuu. Namna gani ambavyo wanamaliza ligi kuu, kama wanaweza kuchukua ubingwa wachukue, namna gani wanachukua kombe la CRDB, namna gani wanapata tiketi ya kushiriki kimataifa kwenye msimu unaokuja. Hilo ndo kubwa zaidi kwa upande wa Simba kwa sasa. Kwa hiyo mechi hii ambayo inachezwa leo ni mechi ya kuenjoy, yani ni ule wakati ambao mashabiki wa Simba wamepata burudani sana na Simba yao kwa kipindi kirefu zaidi ya miaka 6. Wamekuwa wakifurahishwa na Simba yao katika michuano ya kimataifa mpaka msimu uliopita wakifika mpaka fainali ya michuano hiyo. Lakini ni msimu ambao wanapitia magumu huu, kwa maana ni msimu mgumu hususan katika soka, katika anga la kimataifa. Kwa hiyo ni msimu ambao wenyewe wana Simba wananawa mikono kwamba okay, ulikuwa msimu mbaya, imetokea baada ya kufurahi misimu mingi. This time around wanakwenda uwanja wa Mkapa kwenda kuenjoy mechi ya leo, kwamba waende kuburudika, kwenda kuangalia namna ambavyo wanacheza dhidi ya Stade Malien. Kama wanashinda inakuwa bonus kwamba wamekwenda kuenjoy na wameondoka na ushindi katika mchezo huo. So kwa upande wangu naona ni mechi ambayo ya kufunga msimu, ya kushukuru kwa mashabiki wa Simba, ya kuwapongeza maninja wao ambao walijipanga wakapambana, lakini msimu huu mambo hayakwenda sawa, na hiyo inatokea. Simba wamezoea robo finali ya Champions League, lakini hakuna timu ambayo ina maintain miaka yote. Kwa mfano Al Ahly wamezoea nusu finali, ubingwa. Kuna muda wanatoka tu katika hatua za mapema huko, wanawezekana kwa wanatoka hiyo nusu, wanatoka robo finali, inatokea. Kwa hiyo hakuna haiwezekani kwamba kuna klabu yenye misimu yote inacheza tu smoothly, wamenyoka, wanafanya vizuri. Kuna vipindi vya mpito vinatokea. Kwa mfano msimu huu wa Champions League RS Berkane haipo katika situation nzuri sana, so far hawajajua hatima yao. Kwa hiyo hawa ndo mabingwa wa Confederation, mind you, ni mabingwa mara nyingi wa Confederation Africa, ni mabingwa wa Morocco, ni timu ambayo ina msuli, ina nguvu, lakini angalia kwenye Champions League wanavyo struggle kwa msimu huu. Kwa hiyo naona ni mechi ya Simba na Stade Malien ni mechi ya kwenda kujipongeza kwa mashabiki wa Simba, kwenda kushukuru. Mwenyezi Mungu anasema shukuru kwa yote, iwe kwa zuri shukuru, iwe kwa baya shukuru. Kwa hiyo huu ni mchezo wa kwenda kushukuru na kwenda kuwapongeza wachezaji wao, licha kwamba hawakwenda huko mbele, wana deni kwenye seasons zinazofuata. So kubwa zaidi, Kilo Finest, ningependa kushare hilo. Usisahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.